balozi kutoka nchi za Jumuiya ya Ulaya amekuja kuona maendeleo ya mradi wa kuimarisha afya ya mimea hapa Tanzania unatekelezwa. Mradi huu umetekelezwa kwa support ya wenzetu wa Jumuiya ya Ulaya, lakini unasimamiwa na shirika la kilimo na chakula duniani FAO. Katika mradi huu moja ya kitu kinachofanyika ni kuboreshwaji wa miundombinu ya maabara. Ni maabara ambazo zinatumika katika uchambuzi wa masalia ya viuatilifu kwenye mazao ambayo yanaenda kuuzwa nje, lakini pia yanayoingia kwenye masoko yetu ndani kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya masoko ya nchi mbalimbali, lakini pia kulinda afya ya walaji, mimea na mazingira. Lakini pia moja ya maabara ambayo inaboreshwa ni maabara ya uchunguzi wa visumbufu vya mimea kwa maana ya magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kwa hiyo kwa kupitia mradi huu tunaweza kufanya ukarabati mkubwa wa hizi maabara, lakini pia na kununua vifaa vinavyohitajika, vifaa vya kisasa kabisa kwenye maabara. Ukarabati huu umegharimu jumla ya dola za Marekani milioni 6, kwa maana ya milioni 4 kwa ajili ya ukarabati peke yake, lakini milioni 2 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya maabara hiyo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hizi ni moja ya jitihada zake za kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo yenye lengo la kuongeza tija. Tunapoongeza tija, ina maana tunaongeza volume ya mazao yetu ambayo sasa tunaweza kwenda kuilisha dunia kama Mheshimiwa Rais anavyosema, lakini twende tukapeleke mazao yenye viwango. Kwa hiyo ndio hasa lengo la huu mradi. Na leo hii katika ziara hii yeye mwenyewe ameweza kujionea namna gani ongezeko la bidhaa kutoka Tanzania kuingia kwenye soko la Jumuiya ya Ulaya ilivyo. Kwa mfano ukiangalia mwaka 2020 Tanzania tuliweza kuexport mazao ya kilimo kwenda soko la Ulaya lenye thamani ya euro milioni 180, lakini leo hii 2026 tunaongelea mazao yaliyoingia Jumuiya ya Ulaya yenye thamani ya euro milioni 585, na hii ni kutokana na chapisho la fact sheet ya Jumuiya ya Ulaya ya mwaka huu. Kwa hiyo unaona trend inaenda vizuri, na tunapoboresha maabara kama hizi manake nini? Manake tunajengea nchi yetu confidence kwa trading partners, wale washirika tunaofanya nao biashara. Kwa hiyo mwelekeo ni mzuri na tuko kwenye safari nzuri kabisa ya mafanikio. And I'm really very pleased that I have been here now to see the developments. As a matter of fact, this is like the DNA of our interest and of our vision for agriculture, trade in agriculture as well. Because first of all, you establish a policy, but also a structure that is not only sustainable, but really qualified, has the right equipment, has the trained people in order to ensure that agriculture products can be exported to Europe safe and secure. And when we came here about 10 years ago, because there were issues in exports from Tanzania, and there was an assessment made by the European Union and the program developed, now we see the result also that there are very few issues, or much less issues that are left. So a laboratory like this, beyond the laboratory, of course, the whole function of the institution is crucial for our trade. Trade to Europe, but as I see now also, it's very important for Tanzania because it's also trade in many other countries. And I have been quite impressed also now to understand the real impact it will have on Tanzanian farmers, because they get the tools,
They know that there's the instruments to look into it. There is early warning, there's early assessment, early analysis. I have seen the drones now also, which will already help to address issues upfront very early as well, to prevent that there's damage. And then they will be trained on specific methods. And of course also in the whole value chain, which again is for us important, from the farmers to the export, that we see that the quality is substantially improving, and that gives more income to the farmers and their families. It provides food security in Tanzania as well, because of course the institution is also working for the whole of Tanzania. That reflects completely our vision. So I'm looking forward to the finalization. That will not be for me anymore, but my successor will certainly come here and see the final product.